gonga kila mahali. So if you have issues as villagers, members of the community, kwa hiyo kijiji, even the church, kwa sababu barabara zikuwa mbaya, huwezi kufikia hata Wakristo. Kwa hivyo tunataka, we need people to write petitions and memoranda so that we can be able to engage the leadership at the county level and also the leadership at the national level. And you know, I presume you know the composition. Wale ambao wako tunajua hiyo. Ulichagua nani? We have the FCAs, both elected and what? And nominated. And also we have the governor. The governor also with the executive, and we will be getting one of the executives in Nyandarua atakuja hapa ili aweze kufungua kongamano hili na atuambie siasa hizi za devolution za Nyandarua zinaenda na bishop and the rest of the members in the DRG and the technical working group. Kuna mambo ikinishangaza hata baba yetu hapa Mwikoyo, kuna mambo ilinishangaza sana, lakini kwamba why we want to have national cohesion? Kwa nini tunataka tuwe na hiyo nini? Why? Kwanza unafikiria ni kwa nini? Kwa sababu bila kuwa na umoja wa kitaifa tunapata kwamba hata kwenda mbele hatuwezi. Meaning tutakuwa hatuna uwezo wa kusonga mbele. Yeah. Hatuna uwezo wa kufanya nini? Wa kusonga mbele. Mwikoyo, why do we need national cohesion? Ni muhimu sana kuwa na national cohesion kwa maana nchi yetu ni ya community tofauti na serikali au nchi hii yetu haiwezi kutawaliwa na community moja au kama ni dini moja. Kwa hivyo ni vizuri sana sisi wakati naongea tuwe tukifikiria kwa watu kama wale wako upande ya Turkana, tufikiria watu wale wanaishi upande wa North Eastern, na vile tufikiria watu wale wanakaa Nyanza, na hao wote tufikiri ni nyumba moja, kwa maana nyumba yetu ni moja, ikiongozwa na rais mmoja, bunge ni moja, na kwa hivyo hii ndio sababu nzuri sana kutambua na kuheshimu kila community, njia ile wanaishi, njia ile wanatumia mambo yao ya maisha, na zaidi ya yote kusikiliza yale maono yao wanatoa katika uongozi wa nchi hii yetu. Simpigie makofi. Mwikoyo, Kenya inatambua tamaduni zote. Kwa hivyo nataka niingie kwa civil society mmoja hapa, Reverend Pastor Wanjahi. Utaki kusema why do we need cohesion? Anybody anaweza kusaidiana? Yeah, why? I think it's about inclusivity, whereby we include everyone in decision making and no one is left out, because wakati watu wengine wameachwa, wakati unaamua maneno, inamaanisha ya kwamba the people will be left out and the people will be work separate. It means that you cannot work together, and some people will be marginalized and their issues will not be addressed. People does not come together and address the issues. Yeah. Tuwapigie umeme. Thank you very much. So the national cohesion, somebody was we went through, tulikuwa tunapitia katikati juu ya, na sio kupitia katikati watu waseme ni watermelon. Tulikuwa tunaangalia haya mambo na tukaona ya kwamba every tribe in this country is traumatized. Tukaangalia, we looked even before independence. We were talking of, tulikuwa tunaongea juu ya uhuru na nini? Uhuru hapana, kwanza ilikuwa uhuru na mashamba. Wazee wa Maumau walikuwa wanapigania uhuru wa nchi hii kwa sababu ya mashamba. Uhuru na kazi ilikuja baada ya nini? Baada ya uhuru. Kwa hivyo tunataka tuangalie that why do we want cohesion in this country? National cohesion, yeah. Sasa nataka kuongeza tu juu ya why we need to be cohesive. Definitely
the whole world, see as Kenyans as one people. And whatever we have in the world today is competition among nations. That means Kenyans are competing with Ugandans, with Tanzanians, and all those others. We cannot have divisions. If we are playing ball, if we are playing football as a team, there cannot be me saying this is a Luya, we play football to score. Therefore, it is why we need to tell Kenyans that we must be one people, whether we forget thinking of others as tribes, as people we are competing. There is no competition among us. There is competition between Kenya and the other nations. This is why we need total cohesion. Thank you very much. I need also to hear from the Kupet, Nyandarua. Why do we need national cohesion? So that we can continue. Najua matangazo ya biashara, hata mimi najua. We need a break. Sio mimi nipige makelele peke yangu. Asiba mdeno ito. Just like the others have said, I think we should work together as one nation without some group being left behind. Because if we don't work together, it means that some people will feel that they are left behind by the others and the country will not move on. I think that is why we need to have that national cohesion in our country. Unatuka ati tena ni kukwera kwa Kimenyi wa nini? Waregura. So I don't want to become the Kimenyi. I know it all. So what we are saying is that we need national cohesion. Since independence, before independence, we lost our grandfathers and grandmothers who really struggled to fight for independence of this country. Na mpaka saa hii wengine hawajapata haki yao, si ni kweli? Kwa hivyo unaweza pata, you look at the communities in the coast. When you talk of political issues, economic issues, look at the presidency. The first president of this country was who? Was Mzee Jomo Kenyatta. Na wengine wakafikiria kwa sababu amekuwa Mzee Jomo Kenyatta, Wakikuyu wote wamefanya nini? Wamefika. Atakuwa ni akinyema ataile. Baada ya hiyo tukawa na rais wa pili wa nchi hii. Tukampata nani? Daniel Toroitich Arap Moi. Watu wakasema nani amefaidika hapo? Kalenjin. Ebuenda Baringo Central. Wende Baringo North. Simu tunafanya huko. Kanisa Katoliki tunafanya. Uende uone wale wa Kalenjin hata barabara hakuna. Hata ukiangalia zile shida ziko huko ni shida nyingi sana. So we all need cohesion in this country because of economic inclusivity, political inclusivity. Tunataka hiyo mambo yote. We don't want it exclusive ati watu wengi pale. Kwa hivyo lazima tujiangalie. Ukienda kwa Wameru watakwambia tulifanya hivi na hivi. Na sisi we need our cake. Tunataka hivi na hivi. Kwenda kwa wale wengine, uende wapi? Uende Kisumu. Watu wa baba watakwambia wanataka hii na hii. Si ni kweli? Go to Western Kenya, Omurembe. Watakwambia na wao wako nini? Unataka kusema wao wanataka hivyo? Does it mean they are not religious people? They are religious people. Si ni kweli? So nataka tukimbie kidogo. The framework outlines these stages in the National Dialogue Conference. Stage 1, hold the National Dialogue Conference. This National Dialogue Conference was done in September 2018. That is last year. And those that were present there in the meeting, representing all the religions in Kenya, they came with a recommendation that we need have county dialogue conferences, which is stage what? Stage 2. Hold county dialogue conferences. More details in the next session. That is saying, we need to hold, and then we'll be having a follow-up second national dialogue conference to consolidate the input from all the county dialogue conference. Kwa hivyo mambo yenu ya Nyandarua, wakati munaenda pale, tusije
tukasimama kwa moja. When we go to the group discussion, tusije tukakatalia kwa moja that we want to discuss one in detail. We want to get all the issues from Nyandarua, so that when we come to stage 3, that is the National Dialogue Conference, where we shall even involve some of you. Unajua tunawatambua, tunawajua, wengine tumefanya nao kazi sana, na tunaona ya kwamba some of you will represent Nyandarua in the National Dialogue. Is that we will not get the answers from the DRG group or the technical working group. We can also get the answers from you people, because we know you are also experts. And one professor was telling us the more conversant people, you wale ambao you attend training, then you go in the village, unafunza watu, wanakuuliza maswali. We call them the pre-academics. So you are pre-academics. Wewe atuchukui hivyo ateni ateni watu ambao hawajui chochote. No, we don't want the method where we talk of the banking system. The banking system. Unajua the banking system, mtu anakufanya kama wewe ni gari. Unaona gari unaipeleka unaweka petrol station. Then unasema weka 1000, weka 500. Hatutaki tufanye hivyo. Tunataka tuone ya kwamba sisi hatutaki kuweka 500. We are taking the little time possible, we facilitators, so that we can also involve you people, involve you reverends, sisters, pastors, ladies and gentlemen from Nyandarua, ili muweze kuongea zaidi. Are there questions, comments? Tupate tatu. Number one. Number one, get your number. My suggestion is that I think you could have some written materials so that we make a follow-up of what you are telling us. Otherwise, sending those things later will not be of great help to us. Yes, this has everything that he said. Sorry, God is good all the times. Peace be with you. Kwanza nataka kusema kwamba natoa apology kwa sababu nimechelewa, sikuanza hapa ifanye kazi. Naongea kwa sauti. Kipaza sauti kimekataa, ingawa nimefunga. Umehusishwa nyinyi nyote mje muweze kukongamana, alafu tutoe masuluhisho ama tutoe suluhisho la kazi hii. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa tukapanga mpango huu ambao tumewaita nyinyi kama washikadau ama wahusika wote wa kaunti ya Nyandarua ili muweze kuona zile shida zilizokuwa mwanzo. Kwa hiyo kwa sababu tunangojea yule mgeni mheshimiwa ambaye alikuwa anataka kufungua kongamano hili na nafikiri bado hajafika. Na nafikiri wakati wa chai umefika. Tutaenda kunywa chai alafu tutastahili kufanya ni kwamba sisi kama wananyandarua ndio tumesema ya kwamba pale mwanzo tumeona historia ya kisiasa, siasa za Kenya, vile ambavyo zimefanya nini, vile ambavyo zimetuendesha siasa za Kenya, siasa za sehemu zingine, na tumeona ya kwamba ndugu yetu Isaac atatuelezea kwa kirefu zile mada ngapi, zile mada 7 issues that we came up with from the national level. Na tukaona ya kwamba Kenya, na ndio sasa nilikuwa nawaelezea kwamba Kenya kutokana na uchaguzi, kutokana na hali ya uchumi, kutokana na ulinzi ulioko katika nchi ya Kenya, tumeona ya kwamba kuna mambo ambayo tunastahili kufanya. Na basi sisi tukiwa kama wananyandarua tutapata fursa hiyo, na Bwana Isaac atatuelezea zaidi juu ya mambo nyingine. Kwa hivyo tutaangalia kama we shall look at chapter 12 of the Constitution of Kenya. Tutajaribu kuangalia uweze kuona vile ambavyo pesa za Kenya zinafanya nini, zinafanya kazi. Kwa hivyo lazima tuone, we have the CRA, that is Constitution on Revenue Allocation,
with the Salaries and Remuneration Commission. Lazima tuone mambo ya pesa tutafanya namna gani, kwa sababu kama ni viongozi hawataki kuongea juu ya pesa. Kuna allocation kama sasa Nyandarua imepata ngapi? 5.1 billion. Ndio Nyandarua wamefanya nini? Wamepata. Na zile pesa ndizo tunaulizwa kushiriki katika ile mikutano ya kutengeneza zile budgets, ili those budget forums and the public participation forums, ili tuweze kuona ya kwamba tumeshirikishwa katika hayo. Pia tunaona ya kwamba katika mgao wa pesa kutoka serikali kuu, kila county, kila county inapata between 15% to 47%, ili waweze kuona ya kwamba maendeleo na mambo yale tulikuwa tunasema mambo ya devolution yanaendelea vizuri. Tena lile jambo lingine ni kwamba tunaona ya kwamba katika nchi ya Kenya tuko na ofisi nyingi sana ambazo zingine zinaonekana ya kwamba zinastahili zishikanishwe. Kama sasa the Commission on Revenue Allocation and the Commission of Salaries and Remuneration, if they are merged, they can do the same job, kwa sababu wote wanaangalia juu ya nini? Juu ya pesa. Lakini sasa tunaona hii na hii. Kwa hivyo wakati ile sheria ambayo imetungwa ambayo inastahili kuangalia zile ofisi, tunaona ya kwamba ile migongano ikitokea kwa hizi commission mbili ambazo pia zinaangalia juu ya pesa, na wako pia na they have personal interest, na wako na mambo yao ndani yao, unapata ya kwamba migongano hiyo ikitokea, wale wanaumia ni nani? Ndio tunasema fahari wawili wakifanya nini? Wakipigana, nyasi hufanya nini? Huumia. Na kwa nini naongea na Kiswahili? Kwa sababu ilisemekana nilikimbia sana na wengine hawakuwa wanapata mambo vizuri. Na sisi tumeruhusiwa hata kama ni kuongea kwa Kikuyu, as long as mnasikia. Na ndio kama yule anaenda Kisii anaweza ongea Kisii, na mimi naweza ongea Kikuyu yote, lakini najua pengine kuna watu wengine wanaweza wakafahamu lugha ya Kikuyu. Then we look at chapter, tuangalie hata mambo ya the establishment of the National Transition Justice Authority. Lazima tuweze kuangalia ile mambo ya transition, kama wakati kutoka kwa serikali ya rais mstaafu Moi, the transition, tunaona vile ile kupokezana nini kiserikali, kutoka serikali ya rais Moi na ikaingia kwa nani? Kwa Kibaki, alafu kutoka kwa Kibaki the transition na the establishment. This transition process inastahili kuwa process nzuri ambayo haina umwagikaji wa nini? Wa damu. Kwa sababu wale wenye microphone sijui wako wapi. Hiyo microphone haifanyi. Zote mtu huzaliwa nazo. Kwa hivyo mtu asije akakueleza kwamba mambo ya haki, ate haki utapatiwa na serikali. The president says I will protect, preserve. Na nini ingine? Defend. Nini ingine? Tulisema I'm not the know-it-all. Mnajua hiyo mama? Anasema na nitalinda. Kwa hivyo the chapter 4 on Bill of Rights from article 19 to article 59 ndio ina safeguard mambo ya Bill of Rights, haki za kila mtu. Na hizo haki haziwezi zikabadilishwa kupitia kwa nini? Kwa bunge. Ndio mnastahili mjue, the 2/3 of parliament haiwezi ikabadilisha hiyo. Hizo ni zile ambazo they are subjected, zote ambazo all articles in the Constitution of Kenya ambazo zinaguza haki za kibinadamu on the Bill of Rights, zote they will only be subjected to a referendum, in this country. Kwa hivyo watu wengine mkisikia mambo ya referendum, tunastahili tuone ya kwamba, tujue ya kwamba kama ni haki, kama sasa kanisa Katoliki linapigania haki ya maisha, the right to life, article 26, ya kwamba mama ambaye ni mjamzito na mtoto aliye katika tumbo lake wote wako na haki ya kuishi. Kweli au uongo?
si ni kweli? Lakini hiwezi ikawa kiumbe ambacho kiko katika tumbo ya mamake ati hakina nini? Hakina haki. Kwa hivyo kuna mambo katika zile haki. Pia tunaona ya kwamba kuna conflict, sijui kwa Kiswahili. What is conflict in Kiswahili? Ni furugu, mgongano. Kuna mgongano wakati tunaona pale the Kenya National Human Rights Commission and the National Gender and Equality Commission, wote wanaangaliana. Wengine wanasema mmefanya kazi yetu. Wengine wanasema hivi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba there's that proposal. Ningetaka mshike zaidi ya kwamba wakati tunaenda kwa majadiliano baada ya Bwana Isaac kufanya presentation, lazima tuangalie kwa undani. Na ndio hata nimekuwa nikiongea na ndugu zangu hapa. We have not come here as tourists. Hatujakuja hapa kama watalii. Si ni ukweli? Kuna wale wafadhili ambao wamefadhili hii. Na mimi kulingana na imani yangu, sitaki nikule chochote bila kufanya kazi ambayo inafanya nini? Inastahili. Kwa hivyo we need to see work done, na nyinyi Wanyandarua mmepata mambo ambayo yanastahili. We come to chapter 5 of the Constitution of Kenya. Chapter 5 is on land and the environment. Lazima tuone ya kwamba mambo ya mashamba na mazingira ambayo tungetaka kuona ya kwamba nyinyi watu wa Nyandarua tungetaka, mnaona mpaka sasa hatujapata mvua. Mambo ya mashamba, about land, about the environment, tungetaka tuone ya kwamba what do you say about land? What do you say about the environment? Tumeona kama Aberdare, juzi nimekuwa Miharati pale. Unapata ya kwamba hata tulikuwa tunaongea na padri mwingine hapa. Ati watu around the Aberdare, watu wakina Ngopo hapo, Geta Bushi, that is the government extended tree area. Wanasema ati kabla hiyo mlima haijachomeka ati hakuwezi kuwa mvua. Hiyo fikira hiyo. Ndio tunataka tufanye nini? Ukienda Nyeri, Embu, Nyanyuki au wamezunguka Mount Kenya. Ati kabla Mount Kenya haijachomeka ati hakuna mvua inaweza fanya nini? Inaweza nyesha. Hata kutoka tamaduni za Mwafrika, have we seen those things happening? Kwa hivyo tunastahili sisi tuweze kuona ya kwamba tumejiangalia vizuri. Na kuna hata commission, there's a commission in that chapter 5. The National Land Commission. Tunataka tuangalie kama hiyo commission inafanya kazi. Na tunataka watu wa Nyandarua kama Mochongoi, chapter 1 of the Constitution of Kenya. We either represent ourselves directly or indirectly in this country. Na tunafanya indirectly, we elect our representatives. That is the MCAs, that is the governor, tunapata senator, tunapata yule mwingine. We want to see through the regions, through religious people who can defend what belongs to them in this Nyandarua. Na ndio tulisema kwamba we want through peaceful means, and there are people we can emulate in this world. Look at Jesus Christ, he's one of them. Look at Muhammad, he's also one of them. Look at people like Mahatma Gandhi. They are very good examples in this world. Look at Martin Luther King Jr. They are very good. There is a dream. We want to see the dream of Nyandarua, and we want to hear the dream of Nyandarua tomorrow. So tunataka, we don't want people who vote in na wanachagua watu wakora, wanakuja kukalia watu miaka 5 halafu watu wanaumia, halafu sisi tunakuwa tu tufuata nyuki ule asali. This is not the thing. Leadership and integrity, tusichague walevi, tusichague wakora, tusichague watu kwa sababu wako na pesa. Si ni ukweli? So that we don't suffer. Like now we are suffering. Mambo imeharibika. Tumefinyika. Na tunaona ya kwamba, and let us not deal with personalities. Utajataja majina ya watu utajipata kotini. Let us deal with the issues, not personalities. Kama ni wale ambao wanasimamia elimu, we want to see you mkifanya kazi kabisa. Kama ni Law Society of Kenya, tunataka kuona vile ambavyo mnafanya. Kama ni kanisa, leadership and integrity, tupate viongozi kidogo. Katika chapter 6, we need to relook the issue of the EACC, the Ethics and Anti-Corruption Commission. I'm one of their trainees and one of the monitors. They have trained me. The Ethics and Anti-Corruption Commission. They have trained me at least wakati wa Lingera. Nimekuwa trained wakati huu. Wakati wa Lingera ndio walikuwa pia na Justice Smokin Wanjara, na wakati huu tena we are trained on that. But tukijaribu kufuatilia hiyo,
we as the religious tunapata kwamba tunapata vizingiti, and we would like the political class, na sijui kama wamefika hapa, because we want you not to represent your own interest but represent the interest of the people of Nyandarua. Then we have to look at the issue of that is the EACC, to look on serious economic and financial crimes committed within the county here. Kwa sababu sisi tunaongea juu ya Nyandarua. We want to look at the corruption. Lazima tuangalie kama ni DCI ambaye anasimamia mambo ya criminal, tuangalie tuone tutafanya namna gani. Na kuna wengine huwa wananitembelea kwa ofisi yangu, tunajaribu tufanye vile tunaweza ili tuweze kuona kwamba we safeguard the interest of Nyandarua and the interest of all Kenya. Look at chapter 6, hiyo nimetaja. Mambo ya nomination, ukora tupu. Tunataka tuone wale ambao ni viongozi wa vyama vya kisiasa, the political parties. Tunataka muone ya kwamba msije ati nikupatia mtu wokovu. Hakuna kitu kama hiyo. Na sasa ili tuone haki inatendeka na kila mmoja ambaye ni kiongozi anaweza kuingia katika ile ofisi. Kwa chapter hii tunaongea juu ya nini? Yeah? Amesahau. We come from the representation of the people, alafu tunaingia juu ya legislature. Lazima tuangalie mambo ya bunge, na tunaona ya kwamba the number of constituencies lazima muangalie, na mnasikia kwamba punda amefanya nini? Na yule punda amechoka sio mwingine, ni mimi na wewe. So we need to think around the number of constituencies in this country, because initially we had how many constituencies in this country? 210. Si ni ukweli? From 210 zimeenda mpaka 200 na nini? 290. And this constitution, my dear friends, imeongeza zile ofisi, imeongeza ambazo hazikuwa katika ile katiba ya zamani, hata zingine hazijapatiwa watu. They has created 418 big offices. Ofisi nini? Kubwa. Kwa hivyo tunastahili the number of constituencies, tunastahili tufikirie juu ya the Senate, the upper house and the lower house. You know, we have the bicameral parliament, na ndivyo tu tulikuwa wakati tulipata uhuru. It was there. Kwa hivyo ni historia inafanya nini? Inajirudia. Because bicameral parliament was there. Tulikuwa na upper house na lower house. And there were reasons. Kama saa hii mimi nasikiza siasa, I'm not on either side. Lakini nasikia siasa watu wakisema sijui Senate ni nyumba ya nini? Ya wasee, sijui Nyandarua watasemaje, hata hiyo ikufe. Wengine wanasema sijui nini? Sijui bunge iko namna hii. We need to look at those two houses. Na ile ambayo inafanya ziwe is about checks and what? And balances. Kwa sababu the National Assembly wao wanaweza sikizana. Wanasikilia kidogo nimalizie ni kwamba tuangalie mambo ya runners up in the presidential pool to join the National Assembly and the Senate. There is that thinking ambayo ilikuwa imetoka katika national level. Ya kwamba yule ambaye amekuwa namba 2 katika bunge ama namba 2 na 3 katika uchaguzi wa urais, uchaguzi wa urais, tuwe na kipengele ambacho kinasema yeye pia anaweza hudumu katika nini, katika awe pengine ni mbunge ama awe kwa Senate, ili tuweze kuona kwamba kama hivi shall reduce hii mambo ya kuuana. Unajua hiyo michezo inaendelea na wale wanafaidika kwa hiyo ni wachache. Then in chapter 9, kwa sababu sitaki niseme zote, we need to see zile siasa ambazo mnasikia. We need to see whether we can agree with those politics where they are saying we need to have a prime minister and 2 deputies. Hizo siasa. Kwa sababu mkinyamazia ndio watafanya vile wanataka. Kwa hivyo tungetaka tusikie watu wa Nyandarua wakisema hivyo. There is also the issue of wengine wanaleta siasa, unasikia mwingine anaanza kusema fulani hajazeeka, anaweza fanya nini?
Sasa nyinyi wananchi wa Nyandarua, tunataka tujue kuzeeka kwa mtu ni mpaka wapi? I think my core DRG group kuzeeka ni mpaka wapi? Tulikuwa na Kilifi draft na nini basi. Unajua ilikuwa inasema. Kwa hivyo hii ni kitu ambayo tunastahili tufikirie hizo siasa. Wanasema fulani hajazeeka na mimi sijasema ni nani. Kwa hivyo usije ukasema ni mimi nimesema. Ati fulani hajazeeka, sijui anaweza fanya nini? Anaweza enda, na ndio tunaona ya kwamba mambo haya yote yamezaa. Kumezaliwa handshake, kumezaliwa building bridges what? Initiative. Hata wakati mwingine wakapanga mkutano hapa Orokarau, ma-DC wakawa na machifu ndio wanajua ni nani ambaye ataenda mbele ya nini. Na watu wengine wakapigwa chenga, hawakuweza kufika wapi? Kufika pale. Unakuta ya kwamba wakati unajipanga kwenda kwa hiyo building bridges initiative, hiyo mkutano unakuwa text. Ati ni kama makosa ilifanyika, tumeambiwa to reduce nini? To reduce participants. Kwa sababu ilikuwa cross meeting. Kumbe sio ku reduce participants, ni bahasha kwa sababu ni kubwa. Wewe unaambiwa ora. Mahali hakuna pesa, wewe unaambiwa oka. Unaona? Kuja mahali hakuna pesa, mahali kuna pesa nyingi, fanya nini? Halafu wanatafuta wale watu ambao wanaimba wimbo wao. Lile lingine chapter 10. We need to see a public defender. That is the DPP. Nataka kuona DPP wakati huu anafanya kazi vizuri. Na huu DPP ile kazi ambayo wanafanya tungetaka tumuunge mkono. The current one. Kuma watu pambane ili tuone ya kwamba kila mtu amefanya nini, haki imefanya nini? Imetendeka. Na ukitaka kujua kama wewe uko na haki, you go read article 47 and 48 of the Constitution of Kenya. National revenue. Pesa ambazo ushuru ambao unakusanywa hapa Nyandarua. Na kuna siasa kidogo nimesikia juu ya the boundary. Na tumeongea juu ya hiyo boundary. Sikia mtu ananiuliza Nyahururu ni ya nani? Hiyo mambo yote mtoe, na tuna hiyo ni mambo kwa sababu ya correctional revenue. Tuweze kuona vile tutakaa. The judiciary tuweze kuona vile tutaangalia, na we need to also introduce a court martial to enforce the court orders. The court orders. Kwa sababu unaangalia hata mambo kama ni koti zetu. Unaona ya kwamba kama ni makesi zingine zimekaa huko zinarudikana zinafanya nini? Kwa hivyo kuna stahili mtu ambaye a group that will watch, tuangalie ya kwamba the Judicial Service Commission wawe na watu wanawaangalia na tujue vile wanavyofanya kazi. We need to even chapter on security chapter 14 we need to merge. Nimeruka mambo ya Public Service Commission. Mambo ya Public Service Commission tunastahili kuona ya kwamba watu wote wanaajiriwa, wanapata ajira, na isiwe ati mwanze kusema 70% goes to Nyandaruans and the non-Nyandaruans 30%. Tungetaka tuone ya kwamba wote tukiwa sisi wa Kenya tuweze kupata ya kwamba nafasi za kazi, kila mtu amepata kazi kulingana na vile inastahili. Lile lingine, we need to think about the administration police with the National Police Service. Tuweze kuona vile ambavyo inaweza kaa. Kwa hivyo nataka nifike hapo na niseme ya kwamba sisi tunastahili tuweze kujiangalia sisi kama wana Nyandarua along those benchmarks. Kwa sababu ng'ombe zetu zikisemekana sisi ndio tunakula ng'ombe zetu zichinjwe za maziwa, kusema maziwa itakuisha Nyandarua. So tunahitaji Laikipia, tunahitaji Samburu, tunahitaji Kisumu. We are interdependent, not independent. Asanteni sana kwa hayo ambayo na nafasi hiyo nimeweza kuongezea hayo. I think wale ambao wamekuja wamechelewa, I think now you are on board and you are with us, ili Bwana Isaac akituendesha kikao hicho kingine tuweze kujua tunaelekea wapi. Is there any question or comment? No. Who is above the law? Hivyo pengine niulize swali gani? Nafikiri hata wale wako huko chini nani anaweza kumjibu who is above the law? Who is above the law? Who is above the law? Ndio sababu mmezindua kwa wingi. Hebu mtu mmoja anisikie. Haya, ndugu. Who is above the law?
Majina yangu ni John Maina, nafanya na CJBC. Hakuna mtu ambaye ako juu ya sheria isipokuwa tu Mungu. And those people are still at large. And we like young, ukidefine court order, nakwambia the first time ukiingia kwa hiyo koti, miezi 6 kafu bila fine. Kwa nini? What is happening? Hata mimi nashindwa what is happening shwari. Kwa hiyo hapo ningetaka kuambia hii kamati, tuko na officers wawili katika Nyandarua ambao wamedefine court orders na bado they are at large. Na nimeandikia hata governor. I given him a copy. Na hiyo copy nimepeleka hata kwa bwana Matiang'i. Na tuko na nimepeleka hata kwa president. Nimepeleka kwa director of CID na inspector general. Na sijapata majibu. Nikienda huku napelekwa hivi. Juna wauliza hiyo swali na hawajanijibu. So hii kamati ningetaka itusaidie, itueleze who are these people, are they above the law? Hata nimemauliza hiyo swali. Thank you. Okay, asante. Kwa sababu hiyo ni changamoto ya kujadiliana. Ili tukikaa kwa vikundi tutakuwa tukijadiliana na vile vile tupate majibu hapo hapo. Kwa hiyo mambo kama hayo mtaongea mkiwa kwa vikundi wakati ule tunazani. Kwa hiyo sasa tunamkaribisha mgeni ambaye amekuja kwa niaba ya bwana gavana. Ndio tunamngojea alafu tuendelee. Karibu sana. Okay, tulikuwa tunaongea habari ya yale majadiliano ambayo tutajadiliana kwa kongamano huko. Bwana Karuma alikuwa ametoa swali na ni nzuri kwa sababu tukiwa kwa vikundi tutakuwa tukizungumza zile shida ambazo ziko katika Nyandarua County. Kwa hiyo nilikuwa nasema bwana Ongare alikuwa anakupa vipengele vya yale mambo ambayo tutajadiliana kutoka kipengele fulani katika katiba, kwa sababu katiba ndio inatuongoza katika kufanya mambo haya na tutajadiliana. Okay, tutajadiliana, nafikiri tunaelewana hapa. So tumekuja hapa tuje tukongamane, tutoe mwelekeo wa vile kaunti yetu itayafikiri, tumeelewana. Kwa hiyo namkaribisha bwana gavana, karibu. Wacha nimtukuze hawa bwana gavana kwa sababu ametumwa na gavana. We are very grateful that His Excellency the Governor has sent someone to come and do just to give some brief remarks, and as he opens for us this conference. This is, I know because Siawa ni viongozi wetu, so I'm sure you know him. This is Engineer Liam Kariuki, the CEC for Public Administration and ICT. And so he's also in charge of matters to do with devolution, as the devolution in the county. So he will be giving some remarks and then opening for us. So you're welcome, Asa, to address us. Thank you. Okay, asanteni, the organizers of this conference and the groups which are all represented here. I can identify some groups. I can see Mudhamaki is my friend, ako hapa. Yeah. Na father, Mungu ni mwema kila wakati. Hamjambo. Asante. Mimi nimesimama hapa, naitwa Engineer Pataro Kariuki na ni waziri katika serikali shote, ili mwelewe vizuri kuwa mlipewa hiyo nguvu ya kuwa ni nyinyi mnapatia wale wanamtawala nguvu ya kufanya ile mambo nyinyi mnaonelea ndio itawasaidia. Kwa hivyo one of the reasons is to promote democratic and accountable exercise of power. Ya pili ni to foster national unity
by recognizing diversity. Diversity ni kuwa sisi hata tukiwa nchi moja tuko makabila mbalimbali na lazima tuwe recognize namna hiyo. Ya pili, ya tatu is to give powers of self-governance to the people and enhance the participation of the people in the exercise of the powers of the state and making decisions affecting them. Kwa hivyo ni kama vile sasa mmekaa mtaongea na ile mambo unaona inahitaji ina affect nyinyi, mnaongea hayo na ili serikali inafuatilia. Ya pili, to recognize the right of communities to manage their own affairs and to further development. Ya tano, to protect and promote the interests and the rights of minorities and the marginalized communities. To promote social and economic development and the provision of proximity, easily accessible services throughout Kenya. Na ingine is to ensure equitable sharing of national and local resources throughout Kenya. Hiyo mnajua sana, ndio wakati mwingine inaleta conflict, watu wengine kufikiria ama kuona kama wameashiriwa. Na ingine is to facilitate the decentralization of state organs, their functions and services from the capital of Kenya to mashinani. Na ingine is to enhance checks and balances and the separation of powers. Na hiyo wakati nimekuwa nikipatiwa brief ya sababu ile imewafanya kuwa hapa, unaona ina hiyo kipawa ya constitution ndio imewapa hiyo nguvu, ati tukiketi pamoja na tuongee ile mambo ina affect sisi na maendeleo yetu, kuleta peace, basi hatutakuwa na ile matatizo mingi inakuwako, hasa wakati ikifika wa elections. Hata sio hiyo, kama wale wamekuwa hapa wakati tunaongea mambo ya devolution, kama mwaka huu tulikuwa tunaongea ile agenda 4 ya president ambayo nikiwakumbusha ni affordable healthcare, affordable housing, na hiyo ingine ya food security, na ya mwisho manufacturing. Sasa ukiangalia hiyo yote yamekuwa to affect. Kama sasa hapa kwetu Nyandarua, wakati kulikuwa na kiangazi, kama kulikuwa haijaanza kunyesha, kuna sehemu mbalimbali tuliona ziko na njaa, na gavana akapatiana 5 billion na tuweza kuwapatia chakula watu wa Daragwa. The top that action plan, sisi ikija kwetu tutaanza kuitimiza. Kwa hivyo hiyo ni mambo tutatilia maanani, and I take this opportunity now, to wish you all the best when you are discussing these issues. Sincerely, mtoe hiyo maneno yote iko kwa roho ile tunataka kufanyia nchi yetu na ili nchi yetu iendelee mbele. Kwa hivyo I will now take this opportunity, ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency the Governor of Nyandarua County, to declare this conference of devolution formally open. Asante sana. Asante. Nafikiri washikadau umesikia vile tumepewa ahadi. Kwa hiyo kongamano hili letu lina baraka za gavana. Kwa hiyo yale ambayo tulijadiliana wakati wa vikundi, mmesikia kwamba huenda mambo mengi yatatimizwa bila wasiwasi. So tuombe hivyo, na tunashukuru huyu mwakilishi wa gavana kwa kutuletea habari njema. Sasa tunaendelea na yale majadiliano kwa tunafanya,
namwalika Bwana Isaac amalizie ile sehemu ya pili, alafu tutagawana sasa kwa vikundi. Thank you very much. Ningeuliza tusimame kidogo. Yeah, thank you so much. We can have our seats. It would be nice just to know that at the end there we have Shaban Gojagot. He's the chairman of SUPKEM in Nyandarua County. Then we also have Imam Ali. He's the representative of NAMLEF. Then we have Pastor James. He's from Seventh-day Adventist. Then we have Father Duarte, just immediately to your right. He's the representative of KCC. He's representing the Bishop of Nyahururu Diocese. Then we have Overseer John. He's the one helping us in terms of representative of Evangelical Alliance of Kenya. Then we have Bishop David from, he's representing the Organization of African Instituted Churches. So you can see we have 6 of them. The NCCK representative stepped out just to handle a matter. And so that is the group that has been helping to spearhead this. And we are grateful that we managed to come to this end, that we have this conference. And hoping that we are going to have fruitful discussions so that we can contribute to the betterment of this county. If you check your booklets, tuko wapi sasa? Tumefika wapi? Giving a highlight of what happened during the National Dialogue Conference 1. When Zachary was presenting, he told you that in the framework for national dialogue, the phases, it was anticipated that this dialogue process will be done in phases. So we had the first phase. So the first phase ilikuwa nini? Just so that we check that we are working together. We talked of the first phase. Ilikuwa, what was the phase? What was the first thing that was done? In the dialogue process, he said that it will be done, we'll have phases. The first thing that will happen, then we go to the county, then we go to the national. So what happened first? Sometimes last year, we had the National Dialogue Conference 1. So we had participants from all over the country at the Kongamano House in Nairobi, and they met and they discussed on the 7 issues that we highlighted in terms in the framework for national dialogue. Then now that came, what was in the second phase? It is the county dialogue conferences, and that is where we are. So I want just to give a highlight of some of the things that were said when they went at the national. What were the resolutions in relation to the 7 thematic issues that have been identified in the framework for national dialogue. Now, this doesn't look very clear. Just kama ni machine kama ni nini. There is no one institution that is able to really do everything that Kenyans would want. If you look at this point, at that point and even now, many institutions, they lack legitimacy. As in, there is no belief that some of the institutions are very legitimate. You think about EACC, you think about IEBC. There are many people who have issues with IEBC. We already have, agitation
that IBC hii iende nyumbani, sasa tukue na ingine ambayo itakuja kwa nini? For election, isn't it? So there are already agitations around that. You look at EACC. We believe in EACC 100%. There are many issues around EACC, but people don't think that they are doing their work properly, because we are not seeing the prosecution of high-profile figures who have been adversely mentioned in matters to do with corruption. And the same case applies to DPP. You mentioned DPP, you mentioned DCI, you mentioned judiciary. They are legitimacy issues. As the religious leaders, they also believe we believe in religious leaders 100%. There has also been issues with the religious bodies, isn't it? So what we are saying, that's why there is need for collaboration between the different stakeholders when it comes to the issues to do with that. So the efforts that have been made previously to try and resolve the problems of this country have failed. You think of 2002 and 2008 coalition government. Was it very smooth? It was not very smooth, and things actually didn't sort out every other issue. We have a new constitution, but we already having very many issues with the constitution. You talk about the handshake. We are happy with the handshake? Oh, you are not happy with the handshake? Yes? Somehow. Could you try and help us see somehow up to where? Or you could help me see how much you are happy with the handshake. So if you're happy this small, just do this. Depending on how satisfied you are with the handshake, you can just show by either doing this or this, depending on how much. So everyone, let me see how much you are satisfied with the handshake. So you realize some are actually there is no space in between their hands. But also there are some who are, there's something about it that is good. That they were tension last year, just before March 9. But those tensions, at least for a time, they subsided, isn't it? Of course, there are things that are coming up, emerging currently, so with the different outfits. But now, we're saying that the handshake is there, but it may not have provided all the solutions. However, what we are saying, because the handshake provided a calmness in the country, calmness that we can leverage or we can use, so that because at least now we agree more, isn't it? We are able to agree with different people. We are very happy. We are excited with the people we were fighting with, speaking ill about. Now we are friends, isn't it? So is that calmness. So can we use this calmness to discuss issues that aid us? When the temperatures are high, you are not able to discuss things. But because now temperatures are low, trying to discuss things. So the DRG is leveraging on this, is using this opportunity to provide